Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. مرحبا بكم في دورة اللغة العربية. اسمي إبراهيم مارو معلم اللغة العربية. Naam, leo katika siku yetu leo tutajifunza Kiarabu, lakini kabla hatujaendelea niweze kuwatakia jambo zuri kwamba hivi usisahau kusubscribe, bonyeza alama kengele hapo chini ili wa kwanza ufikie vipindi vyetu vinapokuwa tayari, na kumwalika kila mmoja aweze kuungana nasi tuweze kukuza channel hii, familia hii. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tazidi kuwalipa khair kwa kuendelea kutunga mkono nasi na kuendelea kujifunza pamoja nasi. Hakika chaneli hii tumekupangilia vizuri uweze kujifunza zaidi. Ukikaa hapa utatabasamu sana kweli, palipo na khairi zaidi. Endelea kuwa nami. Kama nilivyosema, ismi Ibrahim Maro, jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Maro, mwalimu lugha al-Arabia. Na Qur'ani tutajifunza vitu mbalimbali, lakini leo kwa siku hii ya leo nimepanga tusome Kiarabu tukibadilishia namna ya kuunda wakati uliopo fi'l al-mudhari kwa kuzingatia ad-dhamair munfasila, zile dhamair munfasila zote. Leo tukiwa ni katika sehemu yetu ya 5 katika daura hii, tukiangalia katika dhamiri ambazo ni huma, hum na hunna. Dhamiri hizi ndizo ambazo sisi tutakwenda kutungia nini sentence. Nisikilize kwa makini na namna gani zinavyotumika. Kama utanisikiliza kwa makini, utakuwa ni njia nyepesi kwa kuongea Kiarabu. Lakini pia na kama wewe ambao unataka kujifunza Kiarabu ndo kwanza unaanza, huwezi kusoma zile sentensi za Kiarabu, huwezi kusoma herufi za Kiarabu, kuzitofautisha mpaka kuweza kuzisoma, basi ni nafasi yako kunitafuta kwa namba hiyo ambayo unaona katika screen yako hapo, ili tuweze kushikamana pamoja na utajua Kiarabu inshallah. Lugha yote inakuwa kwa mazungumzo. Kufanya mazoezi ya mazungumzo mara kwa mara itakusaidia kukua. Twende. Tukitaka kutengeza wakati uliopo ambao ni fi'l mudhari kwa kuzingatia dhamari munfasila hizo, kanuni yetu ni ile ile. Kwanza tunatakiwa tuna na herufi za mudhari ambazo herufi za mudhari zipo 4: alif, nun, ya na ta. Leo tumesema tuangalia huma, hum na hunna, ambayo herufi ambayo tutakayotumia sisi ni herufi moja ambayo nini? Ya. Huma tumesema ni wao wawili, aidha wanaume wanawake wamechanganyikana. Kwa hiyo unapotaka kuzungumza kwa wakati wa mfano labda wao wanakwenda shule au Muhammad na Ali wanakwenda sokoni, unatumia dhamiri ya huma. Sawa? Unaweza kaitoa kuweka nini? Majina yao. Natakiwa uwe na kitendo chako. Mfano kitendo cha jalasa, alikaa au amekaa. Yajlisu, anakaa. Kuna hicho kitendo cha yajlisu maana yake huwa yajlisu. Unakibadili kwa hivi, unaiacha yajlisu kama ilivyo. Ukiangalia fi'l mudhari inakuwa ni marfu', mwisho imeshona na dhamma ambayo tuna nini? Yajlisu. Mwisho wa kitendo sasa ambao ni yajlisu, sin pale katika sin unaunganisha na herufi mbili, alif ithnain, alif na nun, inakuwa yajlisu alif na nun. Kwa kuwa tumeongeza alif na nun, herufi kabla ya alif ambayo ni sin inatakiwa maftuhu iwe na fatha, kwa sababu kanuni ya aliful maddi ambayo ni alif ile pale, herufi ya nyuma yake inatakiwa iwe na fatha, si tatu ivute. Kwa utaweka, utatole dhamma, utatia fatha na utasema hivi huma yajlisani, huma yajlisani, wao wanakaa au huwa wanakaa. Mfano Muhammad wa Ali yadhhabani ila almasjid sari'a wala yal'abani fi turuq. Umeona? Muhammadun wa Ali, Muhammad na Ali yadhhabani, huwa wanakwenda ila almasjid, ila almasjid au ila suq, ila almasjid, masjid, sari'a, wanakwenda katika hali ya haraka, hawachelewi. Wala yal'aban, na wala huwa hawachezi, fi turuq, njiani. Hiyo ndiyo inakuwa mfano wa hivyo. Kwa hiyo utatunga tu sentence. Sawa? Abi
wa ummi yaakulani ta'ama. Baba yangu na mama yangu wanakula nini? Chakula. Tukaangalia sentensi nyingine ambayo nini? Hum. Hum ni wao wengi, kuanzia watatu na kuendelea. Tunasema katika lugha ya Kiarabu wingi unaanzia na tatu. Kwa hiyo ili uzungumze kwa watu wengi, wazungumzie wao wanakwenda au huwa wanakwenda, unachokifanya bidii na kitendo chako ambao kitenzi chako. Mfano wa kitenzi hiyo nini? Yajlisu. Utakachokifanya yajlis utaiacha kama ilivyo vile vile. Mwisho wa kitendo ambapo ni yajlis sin dhamma kule unaongeza herufi mbili, waw na nun. Kwa kuwa waw ni waw al-maddi, herufi nyuma yake na dhamma, basi itabaki kama kawaida hivyo, itakuwa hum yajlisuna ala al-kursi. Wao wanakaa juu ya kiti. Sawa? Au hum yaakuluna ta'am. At-tullabu yal'abuna fi turuq. Wanafunzi wanacheza njiani. Sawa? Unabidi una kitendo chako, vitendo mbalimbali. Sawa? Mfano hum yuriduna daftara. Wao wanahitaji nini? Daftari. Twende tumalizie katika dhamiri yetu moja ambayo ni ya hunna. Hunna ni wao wanawake. Hapa ni wengi lakini kuanzia watatu na kuendelea. Yajlisu ndo kipimo chetu. Kwa utakachofanya ili uunganishe dhamiri fi mudhari ungane na dhamiri munfasil, utafanya hivi: hunna yajlisna. Unachokifanya unachukua ile yajlisu, kwa kuwa sina dhamma unaibadilisha na kuwa na sakna. Sawa? Unaongeza herufi moja ambayo itakuwa inafuata nuni niswa, na kuwa hunna yajlisna, hunna yadhhabna, hunna yakulna ta'ama sabaha. Wao huwa wanakula chakula asubuhi. Nimekwenda polepole na taratibu ili uweze kunifahamu. Na imani umeenjoy na umefurahia. Endelea kujifunza nasi, jifunze Kiarabu na mambo mengine mbalimbali zaidi. Tutafute TikTok kwa jina la Marwaidi inapatikana, utajifunza mengi zaidi. Kuhitajia kujifunza lugha ya Kiarabu kwa gharama ndogo tu, nitafute kwa namba 0785766703. Utajifunza mengi, utaenjoy zaidi lugha ya Kiarabu, na alhamdulillah programu hii imeboreshwa zaidi. Tutakuwa na baadhi ya siku mazungumzo, siku ya Jumamosi tutafanya mazungumzo kuweza kujijenga kwa mahiri. Pia na live chat moja kwa moja tunaongea, ni kama kupiga story katika sehemu tunarekebishana. Kwa ndio jiunge na uwahi programu hii ambayo inaboreshwa zaidi. Sina la zaidi, niweze kuwatakia siku njema, niseme ma'asalama. Ma'asalama maana yake goodbye.